Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni katika mji wa Madina. Alhamdulillah, ni siku nyingine nzuri kabisa ambayo Allah tabaraka taala ametuamsha salama, na alhamdulillah tayari kwa ziara ambayo bila shaka tulitangaza na kuinadi na kusema kwamba mutamirina wetu ni lazima wapate kujua mji huu wa Madina kwa kiasi ambacho Allah tabaraka wa taala atakuwa ni mwenye kutukadiria. Na kwa sasa kama unavyoona wale wote ambao wametukimbilia Ibn Battuta Tours Limited, vile vile tukishirikiana na Khidma TV mwenzetu huyu, mutamirina wakiingia kwenye basi kwa ajili ya kujiandaa na safari hii. Lakini mimi leo si mzungumzaji sana, kwa sababu mji huu umejaliwa walimu, umejaliwa wenzetu ambao wako hapa wanasoma katika chuo chetu hiki cha Madina Jamia, na hapa ninaye shekhe wetu Shekhe Ahmed Mwinjuma. Basi nimpe nafasi ya kukusalimia, lakini pengine swali langu kubwa baada ya salam ni kwamba ziara hizi zina maana gani hasa tunapowaleta watu katika mji huu wa Madina na vile vile katika mji wa Maka. Sheikh Ahmed, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih salawatullahi wa salamuhu alayhi, amma ba'd. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'ma al-'azima. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii kubwa, kama alivyozungumza shekhe wangu kwamba alhamdulillah siku ya leo fi hadhihi sabiha al-mubaraka ni siku ambayo tutataraji katika huu mji wa Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi kufanya ziara katika maeneo ya kihistoria ambayo yanapatikana katika mji huu wa al-Madina an-Nabawiyya, maalim al-Madina. Kwa hiyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, leo Allah akipenda tutatembelea maeneo ambayo kwa kutembelea kwetu tutanufaika na mambo mengi na tutapata faida mbalimbali. Miongoni mwa maeneo hayo tutaanza kutembelea katika msikiti wa Quba ambao historia yake ni maarufu katika maisha ya Muislamu. Ni msikiti ambao Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi awwalu ma badaa fi binaihi, Mtume ameanza kuujenga mwanzo kabisa katika maisha yake alipofika katika mji wa Madina. Kisha tutapata kutembelea katika maeneo ya Uhudi, kisha tutapata kutembelea katika maeneo ya Qiblataini, lakini pia tutapata kutembelea katika maeneo ya Khandaq, sehemu ambayo kumepigana vita vya Ahzab, vita vya Khandaq, sehemu ambayo Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi kuna mafunzo mbalimbali tutayapata katika kutembelea maeneo haya ya kihistoria. Lakini pia biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa tuko katika ziara na mu'tamiruna kutoka katika mji wetu wa Tanzania katika taasisi ya Ibn Battuta Tours Limited, biidhnillah katika kila eneo ambalo tutakalotembelea basi tutakuwa tukipeana elimu kuhusiana na eneo hilo, na fikiri biidhnillah subhanahu wa ta'ala hivi sasa tutataraji kuanza ziara yetu hii, na biidhnillah tutapata kunufaika na mambo mengi katika ziara hii. Basi mimi nikualike rasmi tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho katika siku hii ya leo inayohusiana na ziara katika huu mji wa Madina. Karibu. Leo ni siku nyingine tena na tunaelekea sasa hivi kwenye ziara yetu ya mji wa Madina. Tuko na Sheikh Ahmed Mwinjuma ambaye mashallah ni mwanafunzi anasoma hapa Jamiatul Islamia. Kwa hiyo atatawala ziara yote, atatuelezea. Lakini kwa sasa hivi sehemu ya mwanzo tunaanza Masjid Quba, na ndio maana tuliwaambia kwenye group lazima tuwe na nini, na tahara, yani tuwe na udhu wote. Natumai wote tumetia udhu. Alhamdulillah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala tuko katika mji wa Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi, al-Madinatu al-Munawwara, al-Madinatu an-Nabawiyya. Miji yote iliyokuwepo katika ardhi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila mji una jina lake, lakini mji huu ni mji maalumu na ni mji wa pekee ambao unapotajwa basi unanasibishwa kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hinama yaqulu ahaduna al-Madina, anapotamka mmoja wetu kutaja mji huu
anasema kwamba Madinatu Rasulillah ni mji wa Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Hadhihi tayyibatu tayyiba, huu ni mji mzuri wa Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Wa kana an-nabiyyu yuhibbuha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa akiupenda mji huu wa Madina. Kabla ya kuanza kueleza historia zinazopatikana na ubora unaopatikana katika mji huu wa Madina, jambo la kwanza kabisa nitawakumbusha baadhi ya mambo ambayo ni lengo la sisi kuja katika ziara hii. Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi anasema katika hadithi, alhaju walmu'tamiru walghazi fi sabilillahi wafdullahi nadahum faajabuhu fasaaluhum faa'tahum, yule anayekuja katika miji hii kwa ajili ya ibada ya hija na anayekuja kwa ajili ya ibada ya umra na anayepigana jihadi kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu hawa watatu wote ni ugeni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, jambo nalotakiwa wewe ulifahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume anasema nadahum faajabuhu, Allah amewaita wageni hawa na wao wakaitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal ba'da hadha alfadl min fadl, baada ya ubora huu ambao wewe umebahatika kuupata katika maisha yako, kuna ubora gani unaozidi ubora huu? Hii ni ikramu maalumu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe. Fikiria kuna watu wangapi, una majukumu mangapi katika maisha yako, lakini Allah amekuchagua katika kipindi hiki, katika hizi siku chache ambazo tunaziita ayaman ma'dudat, masiku yenye kuhesabika. Allah amekuchagua na amekuita katika mji huu kwa ajili ya kukupa ikramu yake. Tunapoingia kutoka airport tutakuta mabango mengi yameandikwa ahlan bi dhuyufir rahman, karibuni enyi wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ugeni huu haufanani na ugeni wa eneo lolote. Hata uitwe Ikulu, uitwe kokote utakapoitwa, basi huwezi kufikia thamani na daraja unayoipata kwa ikramu hii. Ikramu hii ni ikramu ya khaliqus samawati wal ardh, ikramu ya muumba wa mbingu na ardhi, yamekuita katika mji huu. Unapokuwa katika mji huu unajifakharisha kwamba mimi hivi sasa ni mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, yoyote ambaye anamuamini Allah na anaiamini siku ya mwisho, basi amkirimu mgeni wake. Naamini yoyote kati yetu anapokuwa ni mgeni sehemu ya heshima anayoiheshimu, anahisi hapa mimi nimethaminiwa, basi anakuwa na heshima na anaonyesha ikramu ya hali ya juu na unyenyekevu wa kutosha. Sasa hebu fikiria makamu, nafasi ulionayo hivi sasa katika haya masiku machache. Wallahi haya masiku katika mambo ambayo tunatakiwa tuwazimie na tuwe tumeyaweka kama ni malengo makuu katika nafsi zetu, tuhakikishe tunayatumia vizuri masiku haya. Narejea tena, ayaman ma'dudat, ni masiku machache lakini ni masiku ya thamani katika maisha yako. Ni masiku machache lakini ni masiku yenye thamani kubwa katika maisha yako. Hebu kabla hatujaanza jambo lolote katika yale mambo ambayo tunakusudia kuyafanya, jaddidi nia ma Allah subhanahu wa ta'ala. Fungua moyo wako, safisha, takasa moyo wako vizuri kwa ajili ya Allah. Mwambie, ya Rabbi, nimekuja katika mji huu, nimekuja katika ardhi hii tukufu katika ulimwengu. Wallahi ya Rabbi, sikuja isipokuwa kukukusudia wewe. Nimeacha vya kuacha nyumbani, nimeacha watu wangu, nimeacha kazi zangu, shughuli zangu. Wallahi ya Rabbi, nimekuja kwa ajili yako katika mji huu. Nifanyie wepesi na taisiri katika mambo yangu, lakini na katika kutekeleza ibada ambazo nimekuja kwa ajili ya ibada hizo. Hivi sasa tunaanza na sehemu katika maeneo ya kihistoria ya mji huu wa Madinatu al-Munawwara. Eneo hili ambalo tunaelekea hivi sasa linafahamika kwa jina la Masjid Quba, msikiti wa Quba. Huu ni msikiti mtukufu na bora sana katika maisha ya Muislamu, una fadhila kubwa mno katika maisha ya Muislamu.
Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma dakhala almadina an-nabawiyya, alipoingia katika mji huu wa Madina, awwalu ma badaa bihi binaa almasjid Quba, eneo la kwanza ambalo alifikia ni eneo la Quba, na akaujenga msikiti huu wa Quba. Ni msikiti wa kwanza tokea Mtume sallallahu alayhi wasallam apewe utume katika maisha yake. Muislamu unatakiwa ufahamu historia hii kwamba ni msikiti gani wa kwanza kujengwa. Ni huu msikiti ambao hivi sasa tunaelekea. Huu ndo msikiti wa kwanza kujengwa katika maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Banahu biyadihi sharif, ameujengwa kwa mikono yake mwenyewe. Alikuwa akishika tofali mpaka anamili upande mmoja, anakuja sahaba anamwambia ya Rasulullah ahmiluhu lak, nipe nilibebe. Mtume anamwambia ihmil ghaira, beba jingine, mpaka akamaliza kuujenga msikiti huu kwa mikono yake Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Huu ni msikiti wa Quba. Allah ameutaja ndani ya Qur'ani, anasema la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Huu ni msikiti ambao umejengwa, msingi wake ni ucha Mungu. Msingi wa msikiti huu ni ucha Mungu. Mtume anasema kuna wanaume hapa katika msikiti huu wanapenda kujitoharisha katika maisha yao. Huu ni msikiti ambao watakiwa wewe usimame kisawasawa kwa ajili ya kufanya ibada. Allah anasema katika Qur'an, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kwa nini tulizungumza kwamba watu wanapotoka majumbani, hotelini, tutoke na udhu? Kuna hikma kubwa sana. Kwa yule ambaye amesahau kutia udhu, bado hapitwi na ujira huu. Tutaeleza ni namna gani na yeye atadiriki kupata malipo haya ambayo tutayaeleza. Mtume sallallahu alayhi wasallam wanasimulia katika hadithi kwa kutuambia, man tawaddaa fi baitihi, atakayetawadha kutoka nyumbani kwake, thumma ata masjida Quba, kisha akaja msikiti huu wa Quba, fasalla fihi rak'atayn, akasali ndani ya msikiti huu rakaa mbili tu, ta'dilu umratan, anapata ujira ni sawa sawa na malipo ya umra nzima. Hatujafika Makka, Allahu akbar, lakini unaposali rakaa mbili unalipwa kama vile umefanya umra nzima. Kwa hii ni umra yako ya kwanza katika nafsi yako, ihesabu. Unaingia msikitini unaswali rakaa mbili, rakaa hizo utazichanganya, kwa sababu unapoingia msikitini ilikuwa ni ada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuswali kitu gani? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid hii utaikusanya na nia ya rakaa mbili za ujira wa umra kwa pamoja. Utaswali rakaa mbili tu, lakini rakaa zako mbili hizi uziswali kwa unyenyekevu mkubwa, uziswali kwa khushui kubwa. Ni rakaa mbili lakini zitakutengenezea ujira mkubwa na thawabu nyingi katika maisha yako. La tahqiranna min alma'ruf shay'a, usidharau hata kama jambo ni dogo katika maisha yako. Hujui kitu gani wewe kitakuokoa siku ya kiyama mbele ya Allah. Hujui kitu gani kitakutetea mbele ya Allah. Rakaa mbili unapata ujira wa umra nzima. Kwa hiyo jitahidi, swali kwa unyenyekevu, usikubali kushughulishwa. Unaposali rakaa zako mbili, swali kwa unyenyekevu mkubwa na ukitaraji malipo ya ibada hii ya umra. Nataka nitoe utaratibu wa kuswali rakaa hizi mbili. Utasali nia yako, mwambie Allah, ya Rabbi, na swali rakaa mbili hizi ni tahiyatul masjid ya kwangu, lakini ni rakaa mbili ambazo nataraji malipo ya umra. Utasali rakaa ya kwanza suratul Fatiha utasoma na qul huwallahu ahadun. Rakaa ya pili utasoma suratul Fatiha na qul huwallahu ahad. Ya kwanza qul ya ayyuhal kafirun, rakaa ya kwanza. Ya pili qul huwallahu ahad. Kisha unaposali utaomba dua imma katika sijida au unapokaa tashahudi baada ya kumsalia Mtume, au maliza swala alafu nyoosha mikono yako, omba dua kwa Kiswahili vile unavyotaka, mlilie Allah. Naam, ni Sheikh Ahmed Mwinjuma alipokuwa akitudarasisha kwenye basi maalum ambalo limetuleta hapa kwa ajili ya kuweza kufahamu yale ambayo yanahusiana na eneo hili la Masjid Quba.
msikiti wa kwanza kujengwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake ya kidawa hapa Madina. Alipofika tu basi moja kwa moja alijenga msikiti huu. Sasa ni kualike katika harakati za kuangalia mazingira na yale ambayo tutaambatana nayo katika eneo hili. Asante.